kwenda kuzungumza habari hizi kiundani, lakini pia tunakwenda kuangazia yale matukio ambayo yalipelekea Simba kufungwa hapo jana. Kitu gani kilitokea? Ni wapi ambapo Simba walifeli, ama ni wapi ambapo Yanga walikuwa bora zaidi kuliko Simba na kufanikiwa kuondoka na ushindi na ngao ya jamii. Bwana Kami, mambo vipi ndugu yangu? Fresh kabisa. Uko sawa sawa? Kama kawaida. Mambo yanasemaje? Bwana safi. Ulikuwa unaangalia mpira ukiwa na pressure juu, au kitu ambacho kimetokea ulikuwa unakitarajia kitokee katika mchezo wa jana kati ya Yanga dhidi ya Simba? Nilikuwa natarajia kwao, nimeangalia mpira nikiwa nipo cool kabisa, najua ni kitu gani kinaenda kutokea. Ndio. Kwao nimekaa nimetulia tu nikaangalia mpira, basi nikaa na note vitu vyangu vya msingi pale kwenye ile match. Ili mwisho wa siku niweze kuja kuleta ufafanuzi ambao upo unaeleweka zaidi. Naam. Sawa. Bana, unayo nafasi pia kuandika maoni yako, tuambie uko wapi, lakini pia tuambie ni kitu gani ambacho unapenda kusikia katika kipindi chetu hiki. Kipindi cha warm up mchana huu wa leo, ikiwa ni siku ya Septemba 17 mwaka 2025. Bana Kaminyoge, naam. Kitu ambacho kilikuwa kina trend jana au kabla jana, watu walikuwa wanajiandaa, timu zilikuwa zinajiandaa vizuri kweli kweli kabla ya kwenda kukabiliana pale katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini isivyo bahati kwa upande wa Simba ni kwamba maandalizi yao yameonekana si kitu baada ya mchezo wa jana. Kwa upande wako tuambie kile ambacho umekiona kimekupa taswira gani, lakini pia ni kitu gani ambacho kimepelekea Simba kukubali tena kuendelea kuwa mnyonge mbele ya Yanga? Nadhani klabu ya Simba jana ameweza kuonyesha mchezo bora kwa sababu wamepata nafasi nyingi, wameweza kutengeneza nafasi, lakini nadhani bahati haikuwa kwao kwa sababu Diala amezidi kuwa mwiba kwenye mechi za Simba, kwa sababu ndio baadhi ya vitu ambavyo Simba wameweza kuvifanya na vimeweza kuseviwa na Diala. Ndio. Lakini pongezi zaidi kwa klabu ya Simba, kuna baadhi ya maeneo unaona Simba wana improve, wanazidi kuweza kutibu, lakini nadhani ugonjwa wa Simba bado upo. Simba bado wana eneo lina ugonjwa, kwa sababu tulivyokuwa tunaona jana mechi, kuna baadhi ya maeneo ya Simba bado unaonekana bado kidogo wajesolve ile tatizo, kwa sababu eneo la defensive Simba bado wanazidi kuwa tofauti kidogo na msimu uliopita, lakini bado makosa yanakuwa yanarudi. Nadhani pia kitu kingine ambacho kinawakosi Simba Sports ni eneo la mchezaji binafsi, kwamba kuna muda makosa binafsi ya wachezaji basi yanakuja na wanagharimu timu. Yanawagharimu. Sawa. Yaani unapochelewa kufanya maamuzi au unachelewa kutoa maamuzi yako kama mchezaji, basi jua timu nzima inakuwa ipo. Yani unaikosi timu nzima. Ndio. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo wanafanya wachezaji wa Simba jana, kwamba kuna muda mpira ukiwa ukipotea basi unaona ile transition ambayo inafanyika na klabu ya Yanga inakuwa mwiba kwa wao Simba, na unakuta muda huo wao walikuwa washa move. Kwa hiyo inakuwa ni gumu kuja kurudi na kuja kufanya ya backup kile ambacho kinafanyika, kwamba warudi waje kuzuia tukio na mwisho wa siku waweze kulizuia hilo tukio. Lakini wamekuwa na nyakati bora baadhi ya dakika. Unaona kuna muda wamekufanya vizuri zaidi. Kip Dennis amekuwa na wakati bora, kafanya movement nyingi, lakini pia akapiga on target nyingi, lakini kuna muda unaona unahisi hii Simba unajiuliza ni kitu gani imekosa, kwa sababu kuna muda hata ukimsikiza coach kwa maelezo yake kwamba alikuwa anahitaji X factors, lakini kuna baadhi ya nafasi ambazo zinatengenezwa ambazo hazihitaji mtu X factors kuweza kuziconvert kuwa magoli. Nadhani Kip Dennis amekuwa ni mtu ambaye jana amepata nafasi nyingi zaidi, lakini pia Shomari Kapombe 1v1 kaweza kumbabulizia goalkeeper. Kuna muda wanabidi umsifie pia goalkeeper kaweza kufanya saves nzuri sana. Kwa kile alichokifanya Simba, nadhani kuna baadhi ya vitu ambavyo wakirekebisha basi wanaweza kuwa bora zaidi, kwa sababu ili uwe bora hatuwezi kupima na mtu ambaye sio level zako. Yaani kuna muda Simba anaweza kacheza na timu ambayo sio level yake. Kwa bora wa Simba tunategemea kuja kuona pale atakapocheza mechi ngumu, kwa mfano mechi kama ya jana. Pale tutakuja kuona ubora wa Simba uko wapi na udhaifu wa Simba uko wapi. Okay. Naam, nadhani ni kwa hivyo. Sawa. Yanga walikuwa na slogan yao, wanasema tunapiga kichwani tu, lakini Simba wao wakasema vichwa vipo tayari. Bila shaka wakasema kwamba kwa yule ambaye anataka kichwa, basi kichwa kipo tayari, yeye achague tu ni kichwa kipi anakitaka. Na jana tumeona kichwa kipi ambacho Simba walikuja nacho na Yanga wamepiga hicho kichwa. Ali Shaban kama aliwahi kuzungumza akasema kwamba kuna namna ukiwasikiliza Simba wakiwa wanazungumza kuhusiana na timu yao, anasema kwamba sio kama wale watu ambao walikuwa wamefungwa mara 5 mfululizo. Akasema kwamba watawabadilishia staili ya kipigo, na jana tumeona tena wameshinda Yanga. Wapi ambapo Yanga walikuwa bora zaidi katika mchezo wa jana, na kutokana na ubora wao huo unaiona Yanga ya namna gani msimu ujao, kabla hatujageukia upande wa Simba? Bwana, Yanga kama nilivyokuwa nazungumza mwanzo, lakini Yanga kile wanachokifanya nadhani ni muendelezo wa
kile ambacho kilifanyika msimu uliopita. Ndio. Wamekuwa na nyakati bora kwa sababu mwalimu, kuna baadhi ya watu wameweza kuwabadilishia majukumu na wameweza kuwa bora zaidi. Nadhani ubora wa Yanga kile alichokifanya jana, hatuwezi kuacha kutaja jina la Aziz Andambwile. Ndio. Amekuwa na nyakati bora sana kwa sababu sisi kama Watanzania tunakuaga na ile hali kwamba ukiona mchezaji wa Kitanzania amewekwa kwenye lineup, yani unaona mashaka. Nadhani pia baada ya kutoa zile lineup, baada ya kuona jina la Aziz Andambwile pale, basi watu wana doubt kwa nini huyu mchezaji kama huyu anaweza kuonekana kwenye lineup na watu wakiwa wanazidi kuwaheshimu watu wanaotoka nje. Lakini kwa kile alichokifanya, nadhani wote tumekuwa tumejua ni kwa nini kocha ameweza kumweka pale. Ujue makocha kupanga lineups ni kwamba wanajua ni kitu gani wanafanya, kwa sababu mchezaji mpaka apange, kwa sababu unajua mchezaji mpaka anacheza mechi, maana yake anakuwa anajua siku moja kabla. Yaani mechi kama ni leo, maana yake mechi kama ni kesho, maana yake leo unakuwa unajua kabisa kocha anakuwa ameshatangaza tayari lineup yake kwa wachezaji wake kwamba wanajua kesho mimi nitaanza. Kwa kile kinachofanyika na klabu Yanga nadhani ni maendeleo makubwa, kwa sababu coach ameweza kuja, kocha mpya, lakini unaona fighting spirit ya timu bado ni ile sana. Lakini klabu Yanga Africans imekuwa ni bora zaidi kwenye sehemu ya transition. Yamekuwa wana nyakati bora sana pale wanapofanya transition, yani wanakuwa na idadi kubwa sana ya wachezaji pale unapokuwa unafanyia pressing. Wao wanakuwa na idadi pia ya wachezaji wengi eneo lako la juu. Kwa ukifanya pressing ambao wakipata mpira mwisho wa siku wakafanya transition, inakuwa ni hatari zaidi. Na tumeona Yanga wana baadhi ya quality ya wachezaji ambao wanaweza kukaa na mpira muda mrefu. Unapomzunguzia Pacome Mzuzu anaweza kachukua eneo moja kwenda eneo lingine. Lakini Maxim pia Zengeli ni mchezaji ambaye tunazungumza daraja lake anajulikana, lakini amekuwa na nyakati bora sana. Kwa klabu ya Yanga tutarajie kuwa ni timu ambayo itakuja kufanya vizuri tena. Yani bado shida ipo, timu za zetu bado ziandae shida ya Yanga bado ipo. Yani Yanga bado wana hatari zaidi. Kwa naona ni timu ambayo itakuja kufanya vizuri zaidi baada ya msimu kuanza wa ligi. Sawa, umemtaja Azizi Andabwile Mwambalaswa. Mwaisa huyu Mtumbadi baada ya mchezo alizungumza na Privadinho, alizungumza akasema kwamba yeye bwana anamshukuru Mungu kwamba mambo yamekwenda vizuri na wamefanikiwa kutoa ubingwa, lakini alikuwa ni mchezaji wa kwanza kufika vyumbani wakati wenzake bado wanaendelea na sherehe zile za kuzunguka na kombe kama ambavyo tulishuhudia Mohamed Hussein, lakini yeye akawa ni mtu wa kwanza kufika vyumbani kwa ajili ya kupumzika na kutulia. Kiwango ambacho amekionyesha Azizi Andabwile Mwambalaswa, eneo hilo ndilo ambalo alikuwa anacheza Khalid Aucho. Watu walikuwa na wasiwasi kwamba Bala Conte ambaye amesajiliwa kwenye eneo lile ndiye ambaye anakwenda kuvaa viatu vya Khalid Aucho, watu wakawa na mashaka. Kwa kile ambacho Azizi Andabwile amekionyesha, tuseme tayari Azizi Andabwile ana uwezo wa kuvaa viatu vya Aucho, au mechi moja haiwezi kutosha kumpima Andabwile ambaye anakwenda kuwa muhimili mkubwa kwenye kosti ya Yanga? Yeah, of course Azizi Andambwile ni mchezaji mzuri. Yani ana vile vitu ambavyo anavifanya ambavyo vina quality ya midfielder is number 6. Ndio. Ameweza kujitendea haki na ameweza kufanya vizuri kwa mechi. So mechi ya jana tunadhani mechi pia ya siku ya Yanga Day. Ndio. Alicheza eneo lile na amecheza vizuri zaidi. Yani alicheza japo alicheza kipindi kimoja lakini amecheza vizuri. Kwa hiyo unaona ni kwamba Yanga eneo la Aucho wametibu. Kwa nini nasema wametibu? Sababu Aziz kwa nyakati zake, kwa scanning zake, passing zake, kimo chake alichonacho, amekuwa na nyakati bora sana kwenye eneo la defensive. Yani kuna muda ana connect kati ya yeye na wale mabeki wawili wa chini, kwamba timu inapopanda inapanda na wale mabeki wake wa pembeni, basi anabaki analinda ile back 3, kwamba yeye anakuwa anaongezeka eneo la mabeki pale wa katikati. Lakini pia anakupa pale kwenye unapokoshambulia. Kuna muda unaona anapiga pass, long pass inafika, lakini pia anakuwa na ile nikasema ball carrier, kwamba anakuwa uwezo pia kutembea na mpira. Anaweza kumove na mpira kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwamba walikuwa anacheza double pivot jana tumeona na mwenzie Duke Abuya, kwamba kuna muda Abuya anachezea juu zaidi kuliko lakini pia anakuwa anahusika, kwamba kuna muda mpira ambayo Simba alikuwa inadondokea kwake, mpira mingi ambayo Simba anaipiga mingi kwa inadondokea kwake kutokana kwamba na kimo alichonacho ni kubwa kulinganisha na wengine. Kwa hiyo amekuwa mchezaji ambaye ni bora zaidi, lakini kwenye eneo la midfield ambao Young Africans walikuwa na mtu bora zaidi kama Aldaucho, nadhani eneo hilo limeshatibika, kwa sababu kila anachokifanya nimefanya kitu bora sana. Lakini pia Azizi Andambwile alicheza vizuri sana mechi zake 3 nimemwangaliza msimu huu, mechi ya jana ya Simba, lakini mechi ya nyuma ya Yanga Day, lakini pia mechi ambayo ilichezwa Rwanda. Japo alicheza eneo la beki wakati, lakini bado amekuwa na nyakati bora zaidi. Kwa nadhani pia ujio wa Musa Bala Conte una maswali pia ya kujiuliza, kwamba
nimekuja hapa nimesajiliwa kama as number 6 lakini mtu nimemkuta au mbele aliyopo basi anafanya zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo nadhani pia anakuwa na yeye anapata kazi ya ziada sasa kuweza kuongeza ili aweze compete. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba Yanga eneo la midfield kwa sasa unaweza kumsahau Daucho na kuweza kuimba jina la Aziz Ndabwile. Sawa. Maana baada ya lineup ile kutoka, watu wengi walionyesha kama hakuridhishwa hivi. Naam, wengi baada sana. ya kuona listi kwamba kuna Ndabwile. Hata ukijaribu kupitia comments za watu baada ya kile kikosi, wengi walionekana kama hawajaridhishwa na kile ambacho kimetokea, kwa maana watu wakawa wanauliza hasa huyu Ndabwile wa nini? Kuna jamaa wangu mmoja akasema kwamba au hii mechi Yanga wameiuza. Sasa huyu Mwaisa wa nini? Watu walikuwa wanasema hivyo. Lakini baada ya mchezo tukashuhudia performance bora sana kwa upande wake. Kuna kipi cha kuambia sasa mashabiki ambao wanakuwa na mioyo mepesi kama vile mchezaji amepangwa kucheza lakini wao wanakuwa na wasiwasi na juu ya kile ambacho wanaamini katika majina kwamba bwana Ndabwile bwana, wanakuwa na wasiwasi kama hivyo. Unawaambia nini mashabiki wa aina hiyo? Ujue shabiki anachohitaji ni matokeo, na matokeo yanaletwa na nani? Na mchezaji. Kwa hiyo yeye anakuwa anasahau kwamba pale anapohitaji matokeo basi inahitajika pia nguvu ya ziada ya mchezaji kuweza kuleta yale matokeo ambayo anahitaji. Kwa hiyo nadhani kumekuwa na changamoto sana. Yaani mimi nakuwa nalia sana na mashabiki kwa sababu mchezaji yani akionekana mchezaji wa Kitanzania amepewa nafasi na mwalimu basi inakuwa ni gumzo, inakuwa ni mazungumzo ambayo yanachukua muda mrefu, lakini tunashindwa kujivunia kile tulichonacho. Yaani baada ya Young Africans kuweza kutoa ile lineup mimi pia nilipitia baadhi ya comments. Yaani kuna watu unaona wanalaumu kwamba kwa nini mwalimu ameweza kumweka mchezaji kama huyu mechi kama hizi, unaacha kina Lasini Kouma nje, unamwacha Musa Balakonte nje. Yaani kuna vitu ambavyo anavifanya mwalimu basi shabiki anaona kama mwalimu hayuko sawa, akisahau kwamba mwalimu yuko pale by professional, hajachaguliwa tu kama shabiki ambaye labda ni shabiki mzuri na unajua kuimba vizuri, unajua kushangilia vizuri basi kaa hapa. No, yule ni mwalimu ambaye ipo qualified, yani kasoma darasani na kuweza kuaminiwa na timu yote akaweza kufaulu. Kwa kuna muda inabidi tuwape tu heshima makochi kwa kile wanachokifanya. Nadhani pia baada ya mechi kuisha huyo shabiki ambaye alikuwa ana doubt basi aliweza kujibiwa na kile ambacho alikuwa na kidoubt kwamba baada ya kuona Ndabwile anachokifanya kazi basi yale malalamiko yote yameisha. Lakini pia mimi nimpongeze mwalimu Romain Folz kwa kile anachokifanya. Ujue Young Africans mimi wao siku zote nawapongeza kwa sababu hawana haja ya kwenda nje kwamba waende pre-season, waende Dubai, waende Misri, waende Uturuki, sijui wapi. Huwa wanabaki hapa Tanzania, lakini wanachokipika ni kitu ambacho kinakuwa ni cha tofauti. Yanga labda nitoe tu kumwangalizia kwa klabu Yanga. Yaani Yanga kila mwaka huwa wanatoa mchezaji ambaye watu wengi walikuwa hawaamini, yani anakuwa hajakuwa mchezaji bora zaidi. Surprise package kila msimu. Yaani ukienda pre-season yao lazima watoke surprise package. Nadhani msimu uliopita Dennis Nkane wengi tuliona alichokuwa anakifanya, amekuwa nyakati bora. Lakini pia Mzize nadhani naye ametokea kwenye package kama hizo kwamba Mzize msimu wake wa kwanza alikuwa ni mchezaji wa kawaida sana, lakini baada ya pre-season moja kupita tulianza kupata mchezaji pia zaidi. Na then mwaka huu basi ni mwaka wa Aziz Ndabwile na kuweza kushine. Nadhani kwa wale mashabiki ambao walikuwa na doubt kwa sasa wanaweza wakaweza kupanga kikosi chao sasa. Ukimpa Lasini Kouma, ukimpa Duke Abuya, ukimpa yeye mwenyewe Aziz Ndabwile pamoja na Mohamed Dumbia, ukiwapa hao watakupa lineup yao ambao wao wanahitaji. Yaani kuna muda sasa inabidi mashabiki tuamke, tuweze kupenda kile tulicho nacho, lakini pia tuweze kuamini kazi ya mwalimu kwa sababu yuko pale by professional, yuko pale kwa kuteuliwa. Kwa hiyo nadhani tuweze kuheshimu kazi za walimu kwa sababu unapo select mchezaji au select kutokana na pressure ya mashabiki, kwa sababu shabiki hawezi kuwepo eneo la mazoezi. Kwa hiyo mwalimu anapofanya ile lineups anajua kabisa mazoezini kwa wachezaji hao ni kitu gani walikifanya. Na ndio maana kuna kwenye lineup kunakuwa na sehemu ya mabadiliko kwamba kwa kile alichokionyesha kama hatofikia asilimia zake ambazo anatakiwa kufika basi kuna namna unaweza kumpunguza akaweza kupumzika na kuweza kumuingiza mwingine. Nadhani pia Ndabwile mwenyewe ameamua kujitoa kwenye macho ya watu. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu baada ya mechi kuisha amekuwa ni mchezaji mapema zaidi ameenda kwenye vyumba vya kubadilisha vumbani, ndio mpaka akawa anauliza na Privadinho kwamba imekuwaje wenzio wanaendelea kusherehekea. Yeye alichomjibu ni kwamba yeye anamshukuru Mungu kwa kuweza vizuri kuipatia timu ubingwa timu yake na meza kufanikiwa. Kwa ulikuwa anaja kuendelea kushangilia ubingwa sababu timu yake ishabeba ubingwa kwa na mambo mengine ya kuendelea. Kwa hiyo kiufupi hapo tunasema kwamba Mwaisa hapo amewajibu watu kupitia miguu yake. Watu waliokuwa na doubt zile dakika ambazo alicheza Ndabwile amewajibu kupitia miguu, hajataka kuzungumza kwa mdomo. Yaani kwa kile alichokifanya Ndabwile nadhani ni majibu tosha. Yaani ujue wachezaji pia hizi mambo ambazo zinakuwa zinatokea kwa social media wao wanazipata. Yaani kuna muda shabiki anaweza kama mpendi mchezaji tu kwa the way labda alishakufanyaga makosa kabla au alishachomaga timu. Kuna kuta mtu amejenga tu chuki binafsi, asijue kama yule naye ni binadamu, kuna kukosea na pia anabadilika. Kwa nadhani pia ameweza kuwajibu kupitia kwa kazi aliyoifanya. Kwa mimi hapa binafsi nisiwe muongo, nisiwe mnafiki. Kwa wachezaji watatu ambao walifanya vizuri zaidi kwenye man of the match ambazo nilikuwa
kuna kinyang'anyiro, basi jina Azizi Ndambwile lingekuwepo kwenye ile top 3 kwenye miguu 22 ya wachezaji waliocheza jana. Sawa sawa. Jina lake haliwezi kukosa. Kwa maana kwenye wale wachezaji watatu waliofanya vizuri zaidi na yeye yumo. Yaani kwenye wale watatu yaani hata ukijumlisha substitution zote zilizoingia kwenye 22 wao ni huko na huko, lakini kuna watu pia waliingia. Yaani sema kwenye top 30 au kwa wachezaji wote waliocheza jana. Basi kwenye majina matatu ya juu jina Azizi Ndambwile lipo. Sawa sawa.